السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zetu wapenzi, ndugu watukufu, wenyeji wetu katika mkoa huu na mji huu wa Singida, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na taufiki yake ametukutanisha sisi na nyinyi katika siku hii ya leo ndani ya msikiti huu, Masjid al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, msikiti na kituo kilichoasisiwa juu ya misingi ya sunna na njia ya wema waliotangulia. Ikawa hapa katika msikiti huu anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyofundisha katika kitabu chake na katika sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kama vile walivyopokea wema waliotutangulia. Pakawa hapa paswaliwa, pasomwa Qur'ani na yasomeshwa, watu wanasomeshwa ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mengi mazuri yanayofungamana na dini hii yanafanyika hapa. Hili ni jambo kubwa na si jambo dogo, ni jambo la kupongezwa, jambo la kuungwa mkono, jambo la kusaidiana ili liendelee kwa kasi ile inayotakikana, ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu na basira, elimu na utambuzi. Basi jambo hili lazima litiwe nguvu, na moja katika aina ya utiaji nguvu na kuunga mkono ni hizi ziara, watu kutembeleana kwa namna hii. Sisi ndugu zenu tumetoka sehemu mbalimbali kwa nia na madhumuni ya kuwatembelea nyinyi, na walillahi alhamdu, nyinyi ndugu zetu mmetupokea kwa upendo na ukarimu na mkatukaribisha na mkatupa makamu hii ya kuzungumza na nyinyi katika wakati huu. Allah walipe kila la khairi
Allah awabarik, Allah awahifadhi, Allah awaongoze kwenye lile ambalo linamridhia yeye subhanahu wa ta'ala, na sote kwa ujumla. Maneno ya kuzungumza baina yetu sisi ni mengi, lakini kwa kuwa nikitazama wengi waliohudhuria hapa na kuujaza huu msikiti ni vijana, labda pengine unaweza kusema miaka 30 kuja chini au 25 kushuka chini. Watu wazima walio na umri wa miaka 30 kwenda juu ni wachache hapa ndani. Vijana wanatakiwa kupatilizwa sana kwa elimu na malezi. Wanatakiwa waelimishwe sana, waelimike na walelewe, waleleke katika maadili mema. Sasa majalisi kama hizi na vikao kama hivi ndivyo vinavyotumika pia vile vile, ni miongoni mwa vitu vyenye kutumika katika kuwalea watu. Na kwa kuwa leo mmekuja kutoka sehemu mbalimbali, bila shaka basi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuzungumza na nyinyi yale yatakayotunufaisha sisi na nyinyi. Nitapenda kuanza mazungumzo yangu baada ya haya yaliyotangulia kwa kukitangaza na kukielezea kile ambacho sisi tunakilingania. Na hili ni jambo muhimu sana. Tunatakiwa sisi tuwatambulishe watu, kwani sisi tutasema nini? Maana hivi sasa katika ulimwengu huu kuna mambo mengi yanayojiri, kuna makundi mengi na wasemaji wengi, kila mmoja anavuta kwake, kila mmoja anadai yuko katika haki, kila mmoja anadai kwamba anachokisema ndicho na yeye ndio kwenye usawa. Sasa sisi tuna haki na sisi kujielezea kwa watu waelewe tunachokilingania ni kipi. Wakikiona kinafaa na ni cha haki, basi ni wajibu juu yao kuifuata haki. Na biidhnillah tutayazungumza tunayozungumza kwa hoja na dalili, kwa burhan kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na as-sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nataka kuwaambia tu kwamba da'wa yetu sisi tunayolingania, tunawalingania watu wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kukifuata kitabu cha Allah al-Qur'an al-Karim, Qur'ani tukufu, na kuyafuata mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ambayo aliyatoa kwa nia na madhumuni na malengo ya kuifafanua Qur'an, kwa sababu ndiyo kazi aliyopewa na Allah. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tumeteremsha kwako wewe wahi, tumeiteremsha kwako wewe Qur'an ili uwabainishie watu kile kilichoteremshwa kwao. Qur'an imeteremshwa kwa ajili ya walimwengu wote, lakini inahitaji ufafanuzi na muongozo, ufafanuzi wa maneno na vitendo
Kwa hiyo kazi hii tumekupa wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema haya katika suratu An-Nahl. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuwalingania watu wamfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuifuata Qur'ani na mafunzo na ubainifu aliyoutoa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye katika kipindi cha ubainifu wake na kufundisha kwake tangu kuteremshiwa Qur'ani mpaka kufa ni miaka takriban 23. Alipewa ubainifu huo akiwa na miaka 40, akafariki akiwa na miaka 63 sallallahu alayhi wasallam. Sasa kuna watu aliokuwa akiwabainishia haya, wakayapokea yale aliyoyafundisha, wakaipokea Qur'ani na wakayapokea yale mafundisho yake, wakayaelewa, wakayafanyia kazi. Watu hawa ndio watu wa mwanzo waliomuelewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam min almuhajirin wal ansar. Kwa hiyo sisi tunataka watu waufahamu Uislamu aliouleta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walivyoufahamu masahaba. Masahaba na wao wakalifikisha lile walilolifahamu kwa waliofuatia baada yao, kwa wanafunzi wao ambao katika lugha za kielimu ndani ya Uislamu wanaitwa at-tabi'un. Tabi'in, wanafunzi waandamizi wa maswahaba, na wao wakaipokea ile risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa wazee wao hawa ambao wao waliishi na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale hawakufanya khiana, wakaisomesha ilmu. Kwa hiyo ukiangalia kuna kizazi kiliishi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kilichopokea mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kizazi kile kikayachukua mafundisho yale wakayafikisha kwa watu ambao hawakuwahi kumdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakumdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni tabi'in. Na hawa nao wakafikisha ujumbe ule kwa kizazi kilichofuata, wakaisomesha ilmu, wakayafundisha mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake alivitaja hivi vizazi kwa khairi, akasema khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Watu bora zaidi ni wale waliokuwa kwenye karne yangu na kizazi changu hiki, ile generation yake. Hawa ndio watu bora katika hii ardhi, na sisi tuitakidi hivyo. Hakujawahi kupatikana umma uliokuwa bora na watu walio bora baada ya mitume kuliko wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah akasema kwenye Qur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi mmekuwa ni umma bora kabisa uliodhihirishwa kwa watu. Pia akasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuambia ndani ya Qur'an, basi kama hivyo tumewafanya nyinyi kuwa ni umma ulio bora uliomwadilifu, ili nyinyi muwe mashahidi siku ya kiyama juu ya watu wengine, na mtume atakuwa shahidi juu yenu.
nataka kutolea ushahidi wa kwamba umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao unaanzia kwa maswahaba zake ni umma bora, na ubora wa kwanza unawadiriki maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wale watakaofuatia hao. Na Qur'ani imetufafanulia, aya ziko nyingi, lakini kutokana na huu muda nilionao na huko ninakoelekea sioni kwamba ni sawa sawa nikazitaja aya zote zenye kuthibitisha hili, lakini ushahidi mkubwa unaotuongoza kwenye kutuelezea uwajibu wa sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuifuata Qur'ani na sunna zake kama ilivyofahamiwa na maswahaba. Kwenye hili nitatosheka kuitaja aya moja tu peke yake, lakini aya ziko nyingi. Na wale wanaofuatilia darasa zetu, mihadhara, semina, warsha na dawati zile na maneno mfano wa hayo, khutab za Ijumaa na Eid, wanafahamu kwamba tunakariri hizi aya kuzisoma mara kwa mara, lakini tutazisoma wakati ukiwepo, na kama hakuna wakati wa kutosheleza tutasoma baadhi, tutazirudia hizo kwa sababu Qur'ani katika sifa yake yatakiwa isomwe na irudiwe kila mara. Na ndio maana kila mara sisi katika swala, kila rakaa tutasoma suratul Fatiha. Huwezi kusema kila siku Fatiha tu, kwa nini tusisome sura nyingine? Ndio hiyo. Na hizi aya za ushahidi ndio hizo, hazibadiliki. Maadamu ndizo, basi ndio hizo. Kwa miongoni mwa ayat zinazotulazimisha sisi kufuata njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu na walivyoelewa wale waliotutangulia, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. wale waliotangulia, wale wa mwanzo, wale as-sabiqun, watangulizi, wale waliotangulia kwenye Uislamu. Na uzuri pia vitabu vya tarikhi ya Kiislamu havikuacha jambo hili bure ikawa kila mmoja adai yeye wa kwanza au wa pili. Vitabu vya Kiislamu vikaorodhesha majina, alisilimu fulani, kisha akaja fulani, kisha akaja fulani alisilimu kwa kusilimishwa na mtu fulani. Wale watu wote wa mwanzo waliosilimu wale waliorodheshwa majina yao. Watu wa mwanzo kusilimu kuliko watu wote ni fulani, katika wanawake ni fulana, katika watoto ni mtu fulani, katika watu wazima ni bwana fulani, katika watumwa ni mtu fulani. Wote wapo kwenye vitabu vya tarikhi, ukifungua tu utaona watu wa mwanzo wale waliotangulia kwenye Uislamu, ambao walikabiliana na mateso yote yaliyoandaliwa dhidi ya Uislamu na Waislamu kutoka kwa washirikina. Wale watu wa mwanzo waliopata tabu wale. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale waliotangulia, wale wa mwanzo, wale ambao ni muhajirina na ansar. Muhajirina na ansar ni makundi mawili maarufu katika Uislamu. Muhajirini ni wahamiaji walioamua kuungana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuacha miji yao ili waende Madina wakamuunge mkono mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaacha miji yao na mali zao na kila kitu chao, wakahamia Madina. Na ansar ni wale watu waliompokea mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawapokea ndugu zao Waislamu katika mji wa Madina, ndani ya mji wao, wakawakaribisha kwa ukarimu wa hali ya juu ambao haumithiliki. Watu hao muhajiruna na ansar kisha
pakasemwa na wale waliowafuatia hao kwa wema. Allah atakutaja malipo ya watu hawa na kheri watakazozipata watu hawa. Sasa kheri hizi hakuzifunga kwa muhajirina na ansari tu, wale waliotangulia, kwa sababu Uislamu ni dini endelevu, itaendelea ila an yati Allahu biamri, mpaka Allah atakapotaka kuleta shani yake basi. Lakini Uislamu ni dini itakayoendelea na hakuna atakayeweza kuua Uislamu, kwamba aumalize wote ulimwenguni, hakuna. Kwa kuwa Uislamu unaendelea na Waislamu wataendelea kuwepo, mlango ukafunguliwa wazi kwamba hawa Waislamu wa mwanzo hawa na wale watakao wafuatia hawa wa mwanzo kwa wema, wakafuata mwenendo wao. Naangalia swala, wakafuata mwenendo wao, walladhina tabauhum, na wale waliowafuatia wao biihsanin, kwa wema, wakenda juu ya nyendo zao katika imani na itikadi, katika ibada na akhlaq na maadili, tabia njema na miamala na mambo mbalimbali, wakafuata mwenendo wao. Wana nini? Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia wao na wao watamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hii sisi na nyingine nyingi tukaona kumbe sisi tumelazimishwa tufuate mwenendo wa watu hawa, tena kwa wema, kwa uzuri, tusikhalifu, tusiende kinyume, tusilete tofauti. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakazia katika hili, akatwambia innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, yeyote atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi. Watu watatofautiana kwa mawazo, fikra, kiitikadi, kiimani, kimatendo na kila kitu. Ikhtilafu itaingia kwa watu, na ikhtilafu inayozungumziwa hapa si ikhtilafu katika baadhi ya mambo yasiyo ya msingi katika dini, ni ikhtilafu katika mambo ya msingi ya dini. Kwa mfano, huyu anasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake, yule asema hapana, yuko kokote. Hii ni ikhtilafu ya msingi kabisa. Mola wako yuko wapi wewe? Mngesema sijui. Mola wako yuko wapi? Yule asema yuko kokote. Mola wako yuko wapi? Allah haulizwi mahali. Mwingine anasema yuko juu ya arsh. Hii ni ikhtilafu. Atakayeishi miongoni mwenu nyinyi ataziona ikhtilafu nyingi. Sasa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba ikhtilafu ikitokea kila mmoja ashike lake na kila mmoja aheshimu rai ya mwenzake. Hayo ni maneno ya wanasiasa, hayo ni maneno ya wanaharakati. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoeleza, yeye anasema ikitokea ikhtilafu ya aina hiyo, fa alaykum bisunnati, nyinyi lazimianeni na sunna zangu na mafundisho yangu. Basi yatosha hapo. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na mafunzo ya makhalifa waongofu al-mahdiyyin walioongozwa, tamassaku biha, zishikeni sunna hizo, wa'addu 'alayha bin nawajidh, na ziumeni sunna hizo kwa magego, meno ya mwisho kabisa, zikazeni sawa sawa, zisiwaponyoke. Ni kinaya cha kwamba watu wanatakiwa
wakati wa tofauti zinapojitokeza ndipo washikamane vizuri na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wakati mwingine wowote. Sasa wewe unayekataa kuhusu Allah yuko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam auliza, amuita jaria, amwambia yule bwana, alimuuliza mjakazi, mtumwa wa kike, msichana mdogo aliyefanya makosa, sayyidi wake akawa anataka kumhukumu na alishamhukumu kwa kumsuka na kumpiga. Sasa ameamua ataka kufanya jambo jingine, ataka kumwacha huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, mlete tumuulize hapa. Mjakazi yule alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maswali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza kwa mujibu wa hadithi sahihi zilizopokewa katika vitabu vyenye kukubalika, hadithi iko ndani ya sahihi ya Imam Muslim, alimuuliza yule jaria, aina Allahu, Allah yuko wapi? Hakusema sijui, hakusema yuko kokote, hakusema hana mahali. Na yeye ajua kwamba neno aina katika lugha ya Kiarabu linaposema, ukiulizwa aina anta, maana yake wewe uko wapi? Unauliziwa ulipo au unauliziwa mahali. Aina tadhhabu, usiseme akulu, unakwenda wapi? Sema mimi nakula. Eleza unakwenda wapi, unaelekea wapi, unauliziwa eneo, mahali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule jaria kuhusu mahali, yuko wapi Allah? Qalat fi as-samaa, akasema yuko juu. Neno as-samaa maana yake ni al-ulu. Samaa katika maana ya neno samaa ni juu, si mbingu peke yake. Samaa ina maana nyingi, miongoni mwa hayo ni dari ya nyumba yako, inaitwa samaa. Qur'an inasema, man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-samaa thumma liyaqta'. Yoyote anayedhani ya kwamba Allah hatamnusuru mtume wake, basi na atundike kitanzi kwenye dari ya nyumba yake. Faliyamdud bisababin ila as-samaa, sio mbinguni, na atundike kitanzi, afunge kamba kwenye dari ya nyumba yake. Thumma liyaqta', kisha ajinyonge. Siona kwamba hii dini na mtume hata sallallahu alaihi wasallam hatanusuriwa, basi ushakula hasara, jinyonge tu, lakini dini itanusuriwa. Hapa tutakuleta ushahidi wa kuonyesha kwamba neno samaa lina maana ya juu, pamoja na kwamba samaa inaweza kuwa ni mbingu, lakini fi samaa iko juu, kwa maana ala samaa. Fi bimaana ala. Nisiendelee sana katika neno hili, tutakurudi kwamba sisi wakati wa ikhtilafu turudi katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwenye ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanafunzi wa masahaba, na ufahamu wa maimamu, al-Imam Malik, al-Imam al-Auza'i, al-Imam al-Thawri, al-Imam Ibn al-Mubarak, al-Imam Ibn Uyayna, al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Sisi turudi katika ufafanuzi walioleta wao, watu walioishi ndani ya karne tatu bora. Kwa hiyo mtakapoziona ikhtilafu hizi, nyinyi lazimiane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndilo alilolielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu nyingine ndogo ndogo hizo husameheka, hazina neno. Mitazamo tofauti kama ikhtilafu za maimamu katika masaili ya furu', kwenye mambo ya ibada, kwenye mambo ya swala, mambo ya zaka, mambo ya saumu, mambo ya haji, haya ni mambo yanakubalika, waliokubali waliotangulia huko nyuma tangu zamani. Lakini katika misingi ya dini na mambo ambayo dalili zake zimethibiti kwa uwazi, ni sisi kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kama walivyoelewa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio msingi wetu sisi tunaolingania watu. Kwa hiyo basi, kwa kufuata msingi huu
wa kwamba sisi tunakifuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu waliotangulia wema as-salafu salih, wema waliotangulia au waliotangulia wema. Kwa kufuata msingi huu sisi hatutofautishi baina ya masala ya kiitikadi na mambo ya ibada na hata mambo ya miamala. Mambo yote tunayaweka katika msingi huu, na kama mtu ameteleza kibinadamu ni ule ubinadamu wake, lakini haki na msingi ni huo. Kwa hiyo wewe kila siku ukikaa jipeleleze na jichunguze, je, itikadi yangu na imani yangu ndiyo ile walioamini masahaba? Ndio itikadi hiyo? Ninavyoabudu ndivyo vile? Ninavyoamiliana na watu ndivyo? Jipeleleze katika haya. Upelelezi huu ili utimie kwa ukamilifu ni lazima ulazimiane na majalisi za ilmu. Ndiyo maana katika misingi ambayo sisi tunaihimiza katika da'wa yetu, tunahimiza ilmu. Tusome ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuijua dini kwa dalili. Katika vitabu vidogo vidogo tunavyovisomesha kwa watoto wetu sisi, miongoni mwa vitabu hivyo kuna maneno yanasemwa kwamba ni wajibu kwa kila mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Nikisema maneno haya, wale wanafunzi wanaokaa katika majalisi za ilmu kwenye madarisi zetu washajua kwamba maneno haya yamo kwenye kitabu gani na msemaji ni nani. Kujua dini maana yake ni kumjua Allah na kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Ndiyo mambo tunayoyahimiza kwa Waislamu, kwa sababu ndio msingi wa haki na ndio al-ilmu nafi, kwa sababu al-ilmu ma'rifatul haqi bidalilihi. Elimu hasa ni mtu kuijua haki kwa dalili zake na ushahidi wake. Ndiyo maana tuwahimiza, kwa sababu ili ujue uwe na uhakika wa kile unachokiendea. Nitarudi nyuma tena kidogo hapo. Kwa mfano katika suala la elimu juu ya mambo ya msingi, sisi tuna nguzo za Uislamu 5. Tuna nguzo za imani 6 na nguzo ya ihsani 1. Hizi ndio maratibu za dini ya Kiislamu. Katika nguzo za Uislamu ya kwanza kabisa ni shahada an la ilaha illa Allah. Neno la tauhid ni neno ambalo kila Muislamu inakuwa ni wajibu juu yake kulijua. Ujue maana yake, ujue nguzo zake, ujue masharti yake na ujue vichanguzi vyake. Hii ni elimu itakulazimu wewe ukae usome. Kama hujui maana ya la ilaha illa Allah na muktadha wake, wala hujui nguzo za la ilaha illa Allah, kwamba la ilaha illa Allah imesimama kwenye misingi ipi, wala hujui masharti ya la ilaha illa Allah ni yapi, wala hujui mambo yenye kuivunja la ilaha illa Allah, wewe ujinga wako umepea kwa kiwango cha kimataifa. Wewe ni mjinga kabisa, na utakwenda kuwajibishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiseme tu kalima tauhid, wajua maana yake, muktadha wake ni nini, wajua nguzo zake ni zipi, masharti yake ni yapi, wajua jambo gani wewe ukilifanya au ukilisema hii la ilaha illa Allah inakuwa umeibomoa yote. Wajua sisi da'wa yetu yataka watu wayajue haya, na haya hayawezi kujulikana ila kwa kukaa kusoma. Lakini pia katika mambo ya ibada, lakini pia katika mambo ya miamala, ni lazima kuna mambo ya msingi uyajue, kwa sababu kuna haki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuamrisha kwamba a'ti kulli dhi haqqin haqqah,
mpe kila mwenye haki haki yake. Mwili wako wewe mwenyewe binafsi una haki, watakiwa uzitekelezee. Ukizinyima haki hizo kwenye nafsi yako utapata madhambi. Wewe wajua kwamba wa inna libadanika alayka haqqa, kwamba mwili wako pia una haki juu yako. Ujue haki yako. Kuna haki ya mwenzako. Haki ya mwenzako wa kwanza baba yako, mathalan baba na mama, wazazi wako wana haki ambazo wewe watakiwa uwatekelezee. Haki zilizo juu yako kuwafanyia wao. Ukiisoma Qur'ani utaona inahimiza haki za wazazi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله سبحانه ashapitisha hukumu, amekata ya kwamba nyinyi msimwabudu mwingine yoyote ila yeye peke yake, na amekata hukumu ya kwamba nyinyi muwatendee wema wazazi wawili. Hili ni jambo limepitishwa na Uislamu na wala halina shaka yoyote kwamba wazazi wako wawili wana haki ya kuwatendea wema. Wabilwalidaini ihsana. Sasa ikitokea mzazi wako mmoja, baba au mama, akafikia utu uzima au wote wawili, ikawa baba yako na mama yako washakuwa wazee sasa, washagota miaka 60, 70, 80, washakuwa watu wazima. Akishafika umri huo, yeye anahitajia huruma yako, anahitajia msaada wako, anahitajia heshima kutoka kwako, anahitajia ulinzi wako, umlinde yeye na umlindie heshima yake. Anahitajia msaada wako wa chakula, mavazi, malazi. Ashafikia umri huo sasa hajiwezi tena, maana mambo yanakwenda kwa zamu. Kama ulipokuwa wewe hujiwezi akakusimamia, sasa ni zamu yako wewe umsimamie wakati yeye amekuwa hajiwezi. Ndio Uislamu. Si kama wanavyofanya makafiri kwamba mzee akishastaafu, baba akashafika utu uzima, ampeleka nyumba za wazee huko, atakwenda Christmas kwenda kumtembelea, ampelekee maua. Sisi Waislamu hatuko hivyo. Watakiwa umfanye ihsani, wafanye ihsani wazazi. Kwa ima ikiwa watafikia utu uzima, wakafikia uzee, mmoja wao au wote wawili, anaweza akaleta maswali ya kukerakera hivi, anaweza kuleta amri za kuudhiudhi hivi. Mzee kwa sababu ya uzee wake akawa anagubu, ana maneno, alalamika, afanya vitu vya kitoto. Fala tanharhuma, usiwakaripie. Sema wewe baba vipi bwana, hapa ukipanda na vyake, wamkemea baba yako na kumkaripia na mfano maneno kama hayo. Amishumulize bwana. Fala tanharhuma, usiwakaripie. imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, usiseme mimi nakereka bwana. Ndio maana ya uff, ay atadhajjar. Baba naye bwana, toshazeeka kama kuna pesa zao sasa wasumbua watu. Usiseme maneno hayo wala usiwakaripie. وقل لهما قولا كريما, na uwasemeshe kwa kauli yenye heshima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, inamisha kwa wao ubao wa udhalili, unyenyekevu. Mnyenyekee baba yako, mnyenyekee mama yako. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, unyenyekee wazazi wako. Uislamu una mafundisho mazuri sana. Kwa hiyo hii ni haki kwa wazazi.
na kuna mengi. Na inawezekana mzazi wako akawa ni Muislamu na wewe Muislamu, ni mtu ana itikadi ya sawa sawa na imani iliyonyooka, mutaabidi mzuri, lakini inawezekana pia akawa kinyume. Wewe umeelewa jambo la haki, mzee wako hajaelewa. Usizungumze naye kama unavyozungumza na rafiki yako. Wewe baba, wewe bwana, sasa mimi nakwambia na hivi na hivi, wewe unang'ang'ania kadha, wewe hivi wamkemea. Na ukampigia mifano ya kukera kama vile unazungumza na rafiki yako. Yule ni babako. Mfikishie kwa heshima na adabu na uzuri, hata akiwa na ususuavu wa aina gani kwako. Bali hata kama mzazi akiwa si Muislamu akawa anakulazimisha ufanye mambo yasiyokuwa ya Kiislamu, wewe usimtii katika mambo yale, usikubali. Fala tuti'huma, usiwatii wazazi wawili. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, usiwatii. Wakikulazimisha jua kunishirikisha mimi kwa kitu ambacho huna elimu nacho, hakuna elimu ya kuwa huyo ni mshirika, usiwatii wazazi hao wawili. Lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, endelea kutangamana nao katika huu ulimwengu kwa wema, waombee dua, zungumza maneno ya laini na maneno yenye huruma, waambie ndio Uislamu, ile ni haki. Nimerefusha kidogo sababu vijana wengi siku hizi hawana adabu na wazee wao. Dawa yetu sisi inawalingania watu wasimame katika msingi wa kuwa na heshima na wazazi. Ile ni haki yao, haki ya udugu. Wewe na ndugu zako kuna haki. Wa ati dhal qurba haqqahu, mpe mtu mwenye ukaribu na wewe na udugu na wewe mwenye karaba haki yake. Ana haki. Jirani yako ana haki kwako wewe kumtekelezea, nao ni husnul jiwar, ni ule usuhuba na ujirani mwema. Akiwa ni Muislamu tena ndugu yako, jirani yako, ana haki tatu: haki ya udugu, haki ya Uislamu, haki ya ujirani. Jirani yako Muislamu si ndugu yako wa damu, ana haki mbili: haki ya Uislamu na haki ya ujirani. Jirani yako si Muislamu, si ndugu yako, lakini ni jirani, ana haki ya ujirani, watakiwa uichunge haki hiyo. Jirani wa nyumba, jirani katika shamba, jirani katika kazi, ana haki, uichunge. Haki kwa watoto, haki kwa mke, haki kwa mume, kila mmoja Uislamu umemwekea haki, watakiwa wewe uzichunge. Bali kuna haki ya raia kwa mtawala, na mtawala ana haki kwa raia wake. Kila mmoja atakiwa azichunge haki hizi. Da'wa yetu inatulingania sisi katika kuheshimu haki za watu. Muislamu anaweza kuishi katika nchi ya Kiislamu, mtawala Muislamu tena muadilifu, ana haki ya kuitekeleza juu ya mtawala huyo. Muislamu anaweza kuishi katika nchi ya Kiislamu na mtawala ni dhalim, bado ana haki ya kuitekeleza kwa mtawala huyo. Muislamu anaweza kuishi katika nchi na katika mahali ambapo mtawala wake si Muislamu na muadilifu, kuna haki anatakiwa azichunge na azitekeleze. Muislamu anaweza kuishi katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu na mtawala wake si muadilifu, ni dhalim, pia Muislamu ana haki anatakiwa azitekeleze kwa mtawala huyo. Hili nitalifuzungumza kwa ufafanuzi kwa sababu ya hali ya kisiasa na hali tuliyonayo katika wakati wa sasa. Sisi sasa hivi tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tuna haki sisi Waislamu ya kuonyesha misimamo yetu, misimamo tuliyofundishwa na dini yetu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye hutuongoza sisi katika kila hali tunazopitia.
Ukikumbuka wakati imeingia COVID-19 corona, kipindi kile kwa munasaba ule zilitoka khutba za kuelekeza waislamu mtume wao anawaelekeza nini. Ndilo jambo linalotakiwa katika Uislamu, kwa sababu yoyote aliyekuwa na ilmu ya jambo fulani atakiwa alitoe. Tulizungumza karibu makhatibu na maimamu au mashekhi wa kisalaf karibu nchi nzima, jambo hili lilizungumzwa likafafanuliwa. Je, katika hali kama hii sisi waislamu na watu watakiwa wawe na hali gani kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikitokea kipindi labda njaa kali na ukame umekithiri, mvua hakuna, basi aya na hadithi zinazohusu tukio la ukame na njaa zitatolewa katika wakati ule. Kimekuja kipindi cha Ramadhani inaingia sasa, tuelekea saumu ya Ramadhani, mashekhi watasimama katika mimbari na katika durusi na sehemu mbalimbali kuzisoma aya na hadithi zinazoelekeza, zinazotoa mafunzo juu ya ile hali wanaoikabili waislamu ambao wanakabiliana iko mbele yao. Huo ndio Uislamu. Sasa tutakatuelekee kwenye ibada ya haji, au kabla ya haji kuna Eid ya Fitri mbele. Mashekhe na waalimu, makhatibu na wasemaji wa Kiislamu watasimama kutoa maelekezo na mafunzo yanayohusiana na Eidul Fitri na Zakatul Fitri. Nimerukaruka vitu vingi hapo kwa sababu huwezi kuvitaja vitu vyote, kuonyesha kwamba katika dini yetu sisi tuna uwajibu na haki ya kudhihirisha na kutoa mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam juu ya hali mbalimbali zinazotukabili katika dini yetu na maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo mtu sasa sasa dawa salafia na siasa wapi kwa wapi? Dawa salafia na huo uchaguzi wapi kwa wapi? Wapi kwa wapi vipi sasa? Unataka kusema kwamba Uislamu haukutoa ufafanuzi juu ya mambo haya? Uislamu umetoa ufafanuzi, umeelekeza. Mtume swalla sallama hakuacha kitu katika mafunzo yake. Qur'ani haikuacha kitu. Alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Aliyejua kajua, asiyejua ni kwa sababu ya ujinga wake. Lakini Uislamu umetuwekea utaratibu wa kuyafikisha mambo kwa nyakati zake na kwa minasaba yake, na huu ulikuwa ni utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi hivi sasa katika nchi yetu tuelekea katika uchaguzi mkuu. Sisi kila tukikaa tukisikiliza tunaona kuna maneno na lugha za kuchoshwa na amani, za kuchoshwa na utulivu uliopo katika nchi. Waliochoshwa na jambo hilo la amani na utulivu katika nchi wana madai yao na visingizio vyao wanavyoleta kwa watu kwamba sisi uvumilivu umetushinda kwa sababu watawala hawatendi haki, na kama watendi haki sisi ni wajibu juu yetu kuidai haki yetu. Kwa hiyo wananchi tusikubali, tutokeni tudai haki zetu, hata ikibidi kwa kufanya migomo. Hatuendi kazini kwa maana kwamba walioajiriwa kwenye kazi wasiende, ima ni kwenye serikali au ni katika sekta binafsi. Madereva wa daladala wasitoke, madereva wa mabasi wafanye migomo, madaktari wagome, walimu wagome, nchi isimame. Kwa hiyo kama kuna wagonjwa wako mahututi kule mahospitali wasitibiwe, wafe. Kama kuna wasafiri wana dharura zao za kusafirisha mazao yao ambao hutarajiwa kuharibika wakati wowote, yaharibike, usisafirishwe.
wenye haja zao mbalimbali za kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine wasipelekwe. Wanafunzi walikuwa wamebakisha topic fulani na topic fulani, pengine wako form 2, form 3, form 4 au darasa la 7 au la 5, wasisomeshwe. Mgomo, hatutoki sisi mpaka tupewe haki yetu, au tufanye maandamano, tutoke barabarani, tulale barabarani, tufunge barabara, na watu wote waingie barabarani, na asiingie barabarani kama ana mali yake tuiharibu, kama kafungua kijimgahawa chake tukipige mawe, tukichome moto, kafungua hoteli yake tuvamie, tule mapilau pale, machapati tule, tuondoke, tuvunje vitu. Kwa nini yeye hataki kuingia kwenye maandamano, bado anafanya biashara? Tuchome matairi barabarani, kama kuna magari tuyatie moto ili tupewe haki yetu. Bali hata kama ikibidi sisi kupigana na kumwaga damu, tumwage, na wale watakaokufa watahesabika kuwa ni wana mapinduzi hodari kabisa, watakumbukwa katika historia ya mapinduzi na kupigania haki. Kwa hiyo wapigane, waue au wauawe, lakini kieleweke. Hizi ni fikra zinajazwa kwa watu, na hasa vijana, na wenye kujaza fikra hizo wanawaaminisha hawa watu kwamba sisi, kwa sababu kuna viongozi wao, sisi mkitupa nafasi hiyo tutawatendea haki, ile haki yenu mtaipata. Kwa hiyo ndugu zetu bwana, sisi tutapigania haki wa Tanzania wote bila kuangalia dini. Hatuangalii Waislamu wala Wakristo, nchi yetu sote. Tusikubali uchochezi mwingi kwenye majukwaa mbalimbali, uchochezi mwingi katika mitandao. Kama haliko hili basi hili hakuna, hatukubali. Na huku baadhi ya nchi za kimagharibi na nyinginezo za kimashariki zatia nguvu, kweli yani haki zenu, na pingine zikatoa misaada, zikatoa kadha kusapoti kwamba nyinyi mwadhulumiwa, kwa hiyo wakiwa msitetee haki zenu. Hili ndilo litufanya sisi tuzungumze, kama vile tunavyoelekewa na Ramadhani, tukaona munasaba na fursa ya Ramadhani tuelimishe, au inakuja Idi tuelimishe, au hija tuelimishe, au tukio lolote lile ambalo litawatatiza Waislamu basi tuelimishe, wajue mtume wao sallallahu alayhi wasallam aeleza nini. Waislamu ukiwaeleza kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam aeleza hivi na hivi kwenye jambo hili, Waislamu hawarudi nyuma, hawako tayari kumkiuka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama wakamsikiliza mtu mwingine, ila mnafik au zindiq, mzandik. Lakini Muislamu wa kweli hasa ukimwambia mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hili ni haya, yeye harudi nyuma. Hata huyo mwanasiasa awe profesa wa aina gani, awe bingwa wa kujieleza kwa namna gani, hawezi kumsikiliza. Huo ndio uzuri walionao Waislamu, ni kiasi cha kuelezwa tu, wakijua mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivi, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, basi mshamaliza. Sasa sisi katika dini yetu, katika mambo muhimu sana yanayohimizwa katika hii dini ni amani na utulivu. Ni amani na utulivu. Hilo ndio jambo kubwa kabisa. Amani katika nafsi, amani katika miji. Wala amani haitavunjwa kwa sababu mtu fulani au watu fulani au kikundi fulani kimenyimwa haki fulani. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallama katika ufafanuzi wake aliotoa akimueleza Hudhaifa ibn al-Yamani
kuhusu watawala waovu waliokwenda kinyume na mfumo na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaratibu wake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu watawala hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomweleza Hudhaifa ibn al-Yamani, Hudhaifa ibn al-Yamani akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye nini tunapofikwa na watawala wa aina hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fasma wa ati' lil-amir, msikilize kiongozi na umtii. Wa in duriba dhaharuka, amedhibiti hili al-Imam an-Nawawi kwa binaa lil-majhul. Wa in julida dhaharuka wa ukhidha maluka fasma wa ati', wewe kuwa mtiifu hata kama utapigwa, mgongo wako ukatandikwa mijeledi ukatoa damu, hata kama wewe utaporwa mali zako zikachukuliwa kwa nguvu na dhulma, lete hii lete hii lete hii, nyumba zachukuliwa, taifishwa magari, mashamba, wewe subiri na umsikilize kiongozi na ufanye utiifu, fanya subira. Kama amechukua kwa haki, basi hiyo ni haki, na kama amechukua kwa dhulma, haki yako utaipata mbele ya Allah na sio vingine. Una lolote la kumwambia mtawala, wataka kujitetea kwa kuwa amekudhulumu, basi utaratibu pia kauweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema katika hadithi sahihi ya Iyad ibn Ghanm al-Sulami radiyallahu anhu, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniya. Muislamu ambiwa hivyo, yoyote anayetaka kumnasihi mtawala asimdhihirishie dhahiri shahiri mbele za watu. Usimdhihirishie ukazungumza juu ya jukwaa, wewe fulani kadha 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 kadha, kwanza wewe kadha. Badala ya kuleta madai yako na kuidai haki yako, waanza kumzungumzia yeye binafsi na shakhsia yake, yeye shakhsia yake, kama yeye na familia yake, yeye na utu wake, yeye na dini yake. Hii ni alama ya uhasidi kwanza na utovu wa adabu, si sawa. Uislamu hautufundishi hivyo. Umepata nafasi ya kukutana na kiongozi, ndio huyu hapa, huyu hapa, haya sema. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, afdalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanin jair, jihadi bora kabisa ni kusema neno la haki mbele ya mtawala dhalim. Mwambie sasa pale, si ndio huyu hapa, mwambie, bwana wewe umenidhulumu mimi, ulipofanya kadha wa kadha, haki yangu ni hii mimi, sio ile. Mwambie, hiyo ndio jihadi bora, na sio kwenye majukwaa tena badala ya kuizungumza haki yako na kashfa juu. Sasa hiyo si sawa, si mafunzo hayo. Au umejificha huko kwenye mitandao, min wara'i kawalis, min wara'i hijab, umejificha kwa nyuma huko, watukana tu, na kazi ya kutukana tu. Wewe umepangwa na umelipwa au umeamua kazi ya kutukana tu. Sasa huu sio utaratibu wa Kiislamu. Kama kuna dini zinawafundisha wafuasi wao wawatukane watu wengine, wazazi wa watu wengine, wakubwa wa watu wengine, watawala wa watu wengine, basi sio dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu hatufundishi hivyo. Na hayo unayoandika katika matusi na hizo kashfa, utakwenda kukutana nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na zitawekwa mbele yako na utalipwa kwa ulioyafanya. Si hawa hawakuoni? Hawa si hawakujui? Kwa sababu pingine umejificha kwenye mapango au uko nje ya nchi, ukatumia majina al-asmaul musta'ara, majina ya kuwazima, majina feki, ikawa wewe hujulikani ulipo. Sio, Allah anakujua. Hakuna kinachojificha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi waislamu tunalinda zaidi imani yetu na tunailinda zaidi dini yetu kuliko kitu kingine chochote. Mkate, boflo haliwezi kutuharibia dini yetu. Njaa haiwezi kutuharibia dini yetu. Sisi tuna akili timamu na tuna muongozo bora kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Kwa hiyo ujumbe huu wafikie waislamu popote walipo. Sisi tuna mafunzo mazuri kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata tunapoambiwa sasa tupigane jihadi dhidi ya makafiri, mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka utaratibu. Si vikundi vya watu vijiunge mtaani, waingie msituni, wakajificha kwenye mapango, wafanye hivi na hivi eti kwamba sasa itakuwa jihadi. La, ni jambo linaratibiwa na dola na serikali ya Kiislamu yenye mtawala itakayozungumza na serikali nyingine kwa lugha za kiutawala. Watakuwa na mikataba, ima ni mikataba ya amani. Isipowezekana ikawa hakuna budi ila kupigana, mtawala ndiye atakayeeleza na ndiye atakayewachagua watu. Atakuwa na jeshi lake, namna ya silaha. Je, sisi tunaweza kupigana na watu hao? Atakuwa na baraza lake la shura na watu wake wa kumshauri na mawaziri wake. Bwana, sisi kwa silaha tulizonazo na nguvu waliona wale, kwa sasa hatuwezi kupigana, tusubirini mpaka wakati fulani tufanye maandalizi, au sasa tupigane. Ni mtawala na watu wake wa karibu wanaoshauriana nao, si watu tu mtaani wakakaa wakatangaza jihadi fi sabilillah. Hii sio maudhui yangu leo, lakini ninachokizungumza ni kwamba sisi tunaoishi katika nchi na miji ya aina hii tulionayo hivi leo, tunapokuwa tumetawaliwa au tunaongozwa na kiongozi huyo ni kwenye nyumba yenu kama baba yako, baba mwenye nyumba na wewe ni mtoto, au ni kiongozi katika mji kama ni chifu. Kule kwa Waarabu katika baadhi ya miji kuna Sheikhul Gabila, kiongozi mkuu wa kabila anayesikilizwa, Sheikhun Mutaa. Jambo lote linarudishwa kwake kwenye kabila lile. Wana utaratibu huo machifu sisi huku kwetu, na viongozi mbalimbali. Wale wana haki ya kusikilizwa, kwa sababu kama hakuna wa mwisho wa kusikilizwa na kutoa maamuzi, haki za watu zitapotea. Kila mmoja atachukua haki kutoka kwenye mkono wake vile anavyoona yeye. Sasa Uislamu haulitaki jambo hili. Uislamu unataka kulinda mfumo wa amani katika jamii ya watu pale wanapoishi, ili kila mtu atendewe haki yake, ili kila mtu afanyiwe uadilifu. Na huyo kiongozi mkuu kama atamdhulumu mtu fulani, huyo fulani anaamrishwa afanye uvumilivu na subra. Ndio Uislamu unavyotufundisha hivi. Kinyume cha hivyo ni kutaka kuleta uvunjifu wa amani na kuipoteza neema ya utulivu, jambo ambalo tutakuja kujuta huko mbeleni tunapokwenda. Vizazi vitakuja kutulaumu kwa kuwa sisi tumewacha mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukawasikiliza wanasiasa. Haya ni mambo yametokea kwenye nchi mbalimbali na yalitokea hapo zamani na sasa, na yakaharibu miji ikaharibika kwa sababu ya fitina za wanasiasa. Nchi ngapi katika Afrika hii zimepinduliwa? Nchi ngapi? Kule Algeria miaka ile ya 90 yalipotokea machafuko baina ya makundi fulani, na kuna kundi la jihadi si Jabhatul Inqadh kadha FIS, nadhani mnalikumbuka kundi hilo. Walipoingia barabarani na kutaka kuipindua serikali, taarifa ya haraka na ripoti fupi iliyokuja ni kwamba watu wasiopungua 40,000 waliuawa katika machafuko yale. Watu wasiopungua 40,000 waliuawa, na maelfu kama sio mamilioni waliikimbia nchi. Nini? Hakuna lolote la maana, hakuna lolote la maana walikuwa wanalotaka. Hivyo walifanya Misri, na kwa watu wakiingia katika machafuko mnarudisha nyuma maendeleo yaliyokuwepo katika nchi, mnaizorotesha amani, jambo ambalo Uislamu umelikataza. Hilo jambo hilo limekatazwa na Uislamu. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله
libasa al-ju'i wal-khawf bima kanu yasna'un. Allah amepigia mfano wa mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliutunuku neema ya amani na utulivu, mji uliokuwa katika hali ya amani, kanat aminatan mutma'inna, uliokuwa katika hali ya amani, uliokuwa katika amani kutoka nje na utulivu ndani. Wale watu wakaikufuru neema ya Mola wao, wakaona kwamba amani haina maana. Haina maana vipi? Ni kwamba wewe kwa sababu ulipigwa na mtawala au na wafuasi wake, kwa hiyo wewe waona kwamba huko kupigwa kwako huko ni kukubwa zaidi kuliko watu wote kupata amani. Kwa hiyo ukawa uko tayari kuivunja amani, kwa sababu ulinyimwa, ulitaka kazi ukanyimwa, pakatokea upendeleo, akapewa mtu asiyestahiki, wewe ukanyimwa pamoja na kwamba usitahiki, ukaona kwamba sikubali, ukawashawishi watu uvunje amani. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa kazi. Wewe ulikuwa na jambo kadha wa kadha, jambo lile labda una mali, una hiki na hiki na kile na miradi yako na shughuli zako zinakwenda vizuri, shughuli zile zikasimamishwa na miradi yako ikafilisiwa. Kwa hilo ukaona kwamba hili mimi siwezi kuvumilia, nataka amani ivunjike. Kiislamu hayo yote uliyopata katika matatizo na uliyokosa katika kheri unazozitarajia hayawezi kulinganishwa na amani, ili mpaka uwe umepata ruhusa sasa wa kuivunja hiyo amani. Kwa ndugu zangu katika imani, katika misingi ya da'wa salafia ni sisi kuhusiwa kuwa wasikivu na watiifu katika watu ambao hawasikilizwi wala hawana maslahi na serikali wala vikundi fulani. Ni salafiyun. Si kama ndio tuomba au tadai, sisi hatuombi wala hatujipendekezi kwa mtu, lakini tunajua thamani ya amani ni yetu sote. Sio kama kuna maslahi sasa yatatujia tunataka tuyapate kwa kujaza matumbo yetu, au kuna kitu katika mambo mazuri mazuri tumeahidiwa, kwa hiyo tunataka tukilinde tusije tukakikosa. Kwa hiyo ndio maana tunajidai tuhubiri amani. Yani utaka kusema kama vile haya tunayohubiri katika amani katika Uislamu hakuna, tutasema uongo. Ikiwa una fikra hizo za kwamba haya hakuna, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuhubiri amani wala Qur'ani haihubiri amani, ikiwa una fikra hizi, basi wewe jipe nafasi kabisa katika yale makundi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema kuwa ni kilabu nari, ni mbwa wa matoni, basi wewe nikijibwa kidogo. Kuna kundi lito kundi la makhawarij ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelezea katika hadithi zake na akawaita kwamba wao ni kilabu nar. Hadithi ya Abu Umama al-Bahili imesihi, iko sahihi. Wakiitwa wa makhawariji watu wanaofanya uasi dhidi ya watawala na wakawashajiisha wenzao wawe dhidi ya watawala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa jina na kuita kilabu nar, mbwa wa motoni. Wafikiri kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu wanataka kuvunja msingi imara madhubuti kabisa wa Uislamu, nao ni neema ya amani katika nchi zao, nao ni neema ya amani katika miji yao. Wao wataka kuivunja, wataka kuipoteza, jambo ambalo litazalisha maafa mengi. Miongoni mwa maafa hayo kuna watu watauawa kwa dhulma. Kila damu itakayomwagika kwa sababu ya uchochezi wako utailipa. Kila jeraha litakalojeruhiwa, kila atakayejeruhiwa, jeraha atakalolipata utalipa. Wewe na hao mlioshirikiana nao, kuna watu wanashirikiana kimaneno, wanachochea na wengine wanatekeleza, utalipa. Mali za watu zitapotea bure, kuna watu wataporwa mali zao kwa uchochezi wako wewe ulioufanya na kuunga mkono jambo hilo, hata kama wewe hukufanya.
na wewe pia utaingizwa katika jambo hilo. Pakitokea machafuko, watu wakavamia maduka, masupermarket, wakavamia sehemu kadha, wakaiba kila kitakachoibiwa, na wewe uliochochea japokuwa kwa neno moja tu utaingia katika hilo. Mwizi kaiba viatu hapa mathalan, wewe ukachochea, piga huyo, akipigwa akiuawa, na wewe umo, kwa sababu mwizi hukumu yake si kuuawa. Wamuua mwizi kwa sababu kaiba yebo, hukumu yake si kuuawa. Lakini wewe uko nyumbani kwako, pengine ukachungulia dirishani, piga huyo, ua, akapigwa akauawa, na wewe umo. Sasa sikwambii katika jambo la kitaifa, wewe umefungua katika Twitter yako X, au katika Facebook yako, au katika Instagram yako, au katika YouTube, ukaandika comment pale ya kushajiisha jambo baya la uvunjifu wa amani. Likitokea jambo hilo, na wewe umo, na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi sikuhusika, umo. Sasa nataka nirudi tena nyuma. Sisi Waislamu, kama nilivyotangulia kusema, tuna miongozo yetu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maisha tunayoishi yote haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayawekea utaratibu na muongozo. Sisi tunatakiwa tuufuate. Namna ya kuzidai haki zetu tumefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi sio wale watu ambao waambiwa ukipigwa kofi shavu la kulia, weka malizia mpe shavu la kushoto. Sisi hatuko hivyo. Lakini tuna taratibu zimefunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika madai ya haki, kutoka mwanzo mpaka mwisho. Vyovyote tutakavyoidai haki, lakini tusifikie kuivunja amani. Vyovyote tutakavyoidai haki, tusivuke mpaka katika kuvunja heshima za watu. Ikawa kwa sababu umedhulumiwa wewe, ukawadhulumu watu wengine heshima zao, ukawadhulumu watu wengine haki zao, kwa sababu tu ulinyimwa haki. La, sisi tuna mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuzidai haki zetu. Kwa hiyo itakuwa ni aibu kubwa kwa Muislamu eti anataka kudai haki yake aliyodhulumiwa, kama ipo kweli kwamba yeye ana haki, sasa kadhulumiwa. Badala ya kusikiliza mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asikiliza mafunzo ya mwanaharakati fulani. Msikia fulani, si mchezo yule, ana data kweli, fact, unajua, akasifiwa huyo mtu, akasahau kwamba huko kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam ana miongozo. Au akasikiliza maneno ya wanasiasa. Mimi sijawahi kuona watu waongo kama wanasiasa katika dunia hii. Siku moja miaka ya nyuma, wakati tukisoma kule Kenya, kuna mwanasiasa mmoja katika mahali fulani, mbunge, alikuwa mgombea ubunge, profesa, akajinadi na sera zake, akapata ubunge kwa sababu ya ule uprofesa wake na kwa sababu ya zile sera zake. Watu wakampa ubunge na kwamba kuna maendeleo atayaleta. Alikuwa hali yake ni duni tu ya kawaida, yani hana kitu. Ndani ya miaka 5 akajijenga vizuri, akawa na majumba, apartment, na magari. Maisha yake yamebadilika na familia yake. Mara miaka 5 imeisha. Ghafla tu miaka 5 ishaisha, watu wataka kuingia katika uchaguzi mwingine ujao. Akaja kwenye jukwaa akasema, jamani, mimi nataka niwaambie ukweli. Mimi sera zangu kwanza ni zile miaka ile, mpango wangu ni ule wa kuwasaidia ule wa miaka 5 iliyopita. Lakini sisi wanasiasa tulivyo ni waongo, kwa sababu tuna njaa. Sasa mimi mwenzenu, ile miaka 5 mlionipa nilikuwa najijenga kiuchumi. Kwa hiyo mimi sasa hivi niko imara kiuchumi, niko madhubuti sasa. Kwa hiyo nipeni sasa miaka 5 mingine yenu. Kwa sababu akija mwingine kama hivi, akiingia hapa na yeye atajijenga kiuchumi, hatawapa.
Kwa nipeni. Hata wao wenyewe wajijua kwamba waongo kweli kweli. Nitafanya hivi, nitawapeleka Marekani, nitawapeleka wapi, nitafanya hivi, nitawapeleka Tokyo. Muongo, watu Tokyo. Wewe zoba namna hiyo. Wampa. Sasa sisi Waislamu tuwe na akili. Hatuwezi kusikiliza maneno ya watu hawa tukaacha mafunzo yanayotolewa misikitini na mashekhe zetu. Tena tuambiwa kasema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe msikiliza huyu, tena anazungumza jambo la hatari zaidi la kuharibu mustakbali wako na watoto wako na kizazi chako. Uvunjifu wa amani unapojitokeza katika nchi, ukaingia mgawanyiko, jambo hili haliungwi kwa mwaka mmoja wala miaka miwili. Vitapita vizazi ili kurudi katika hali ya kawaida. Mifano iko hai. Sasa sisi ni watu tuna mafunzo mazuri kabisa yanayoingia akilini. Hakuna udanganyifu, hakuna mambo ya kubabaika hivi. Vipi sisi tunaweza kudanganywa na watu ambao hawajui kitu? Dunia ndio inawasukuma. Uongo ndio mwingi. Na wajua hivi vijamaa huyu anadanganya. Lakini tuwasikiliza wale, tuache mafunzo haya. Au wewe Muislamu badala ya kusikiliza mafunzo ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mashekhe na waalimu wa dini wanaoaminika, kwenda msikiliza askofu kwa sababu kasema kitu fulani. Yule mtaalamu bwana, wajua wale wana madigrii kweli ndio bwana anazungumza kitaalamu. Utaalamu gani walionao? Ukaacha mafunzo ya dini, qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf, kusikiliza maneno yao watu wachochezi. Alafu lini walitetea haki yako? Lini? Hebu niambie lini? Hata wanapopata lini waliwahi kutetea haki yako? Sisi katika nchi hii Waislamu ni nani anayetetea haki zetu? Nimezungumza mimi na nitaendelea kuzungumza. Kwa mfano, tuna haki na madai ya msingi kabisa juu ya mambo kadha wa kadha, ikiwemo mahakama ya kadhi. Waislamu waliiomba na serikali iliahidi kupitia chama tawala kwamba sisi katika sera zetu ni kuleta mahakama ya kadhi kama iliyoko Kenya, mahakama ya kadhi kama Zanzibar. Waislamu katika mambo ya mirathi, mambo ya ndoa na migogoro ya ndoa na mambo mbalimbali watahukumiana kwa mujibu wa sharia ya dini yao. Imefika bungeni ikakataliwa na hao mabwana upande wa pili ambao leo wanadai kwamba kuna haki, wanaitaka haki hiyo, na kama hawakupewa basi jambo fulani litatokea. Hii ya Waislamu sio haki. Hii ya Waislamu sio haki. Mbona waitetei? Hao wanatuambia, unajua pale nyuma tulishindwa kutetea kwa sababu kuna mambo tunarekebisha, lakini sasa tukifanya hivi tutawekea haki. Sisi si wapumbavu kiasi hicho kwamba tuweze kutudanganya tukijinga hivi tukakubali. Sisi hatuko hivyo. Nataka kusema kwenye maneno haya, mifano iko mingi na sitarefusha sana. Kupitia maneno haya nataka kusema hakuna yoyote katika hao wanaopiga kelele kwa kuikosoa serikali iliyoko madarakani, walioko ndani na walioko nje, kupitia majukwaa ya kisiasa au kupitia madhabahu au kupitia mitandao. Hakuna yoyote katika hao anayejali maslahi ya Waislamu na haki zao. Wanataka kuwatumia Waislamu hasa vijana, wawajaze maneno, wawatumie kama ndio mtaji wao wa kupitisha yale wanayoyataka wao. Wakishafanikiwa watawatupilia mbali. Watakuja kwenye mji na maandamano yao, au watawaita vijana kama ni vijana wa bodaboda, watawatilia mafuta, watawapa pesa, watafanya hivi, watafanya vile, mwashabikie. Lakini usije ukaona kwamba eti Uislamu utanufaika kwa sababu ya bwana fulani na bwana fulani. Hilo jambo lisahau kabisa. Sasa hali hii ni lazima sisi Waislamu tuambiane. Kwa nini tudanganywa kila siku?
Kwa hiyo tusimameni katika msimamo wa sawa sawa, tujenge heshima baina yetu, tuchunge haki zetu zilizoko juu yetu na haki za wengine, tuheshimu mamlaka na uongozi ulioko juu yetu katika misingi ya dini. Tunapoamrishwa katika jambo la maasi, hata kama kiongozi mkubwa wa kiasi gani akikuamrisha jambo ambalo ni kinyume na Uislamu, hapo utiifu haupo, wala hutapigana kwamba imeamrishwa sasa leo hii Ramadhani imeingia, kwa hiyo kesho na kesho kutwa hata kama ni Ramadhani Waislamu wasifunge, tutafunga. Hatuwezi kutii amri hiyo. Msiswali jamani Ijumaa kwa sababu tuna mkutano, msiende msikitini, njooni kwenye mkutano. Hatuji, tutakwenda kuswali Ijumaa. Hatuwezi kutii katika maasi. Jamani kila msikiti ufungwe si kitu fulani na kitu fulani, kabla ya swala papigwe mziki kidogo. Mbona wenzenu wapiga ngoma na miziki huko katika nyumba zao za ibada na nyinyi mpige wimbo wa taifa? Hatupigi. Na wala si katika khuruji hiyo, kwa sababu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi. Ndio Uislamu unavyotufundisha. Lakini katika mambo yenye khilafu, jambo lina ikhtilafu baina ya wanawazuoni, ikhtilafu yenye nguvu au haina nguvu, lakini jambo lina ikhtilafu, limo ndani ya vitabu. Mtawala akaamua kusimamia msimamo mwingine usiokuwa wako, akataka jambo lile la ikhtilafu lifanyike, utasikiliza amri ya mtawala. Hili lazima mlifahamu. Utasikiliza amri ya mtawala. Kauli ya mtawala inakata mzozo. Mnajua hilo? Hili nitakuja kulizungumza mara nyingine na lina maelezo insha Allah. Wewe unaweza kuwa na msimamo, mimi msimamo wangu katika jambo kadha ni kadha kadha kadha, ukawa uko sawa kabisa, na mwenzako msimamo wake ni kadha kadha kadha. Wewe una dalili chungu nzima, yeye ana dalili zake, lakini zako zina nguvu, zake hazina. Mtawala akaingia katikati, akamuunga mkono yule mwingine, tunataka tufanyie kazi rai hii. Wewe huna namna ile kuitii ile. Ndio sheria. Msikona sasa mbona watu wamelegeza msimamo? Si kulegeza msimamo. Na hili ndilo linalofanywa kazi katika nchi nyingi za Kiislamu. Hata maulama wetu wa Kiislamu, utakuta Ibn Baz rahimahullah ana msimamo juu ya kadhia kadha. Yeye ndio msimamo wake, lakini serikali ina msimamo huu, haendi kinyume. Wewe unajua kwa nini? Kwa sababu taa kwa watawala ni lazima, ni wajibu. Muda wa kuwa sio maasi. Masala khilafia anaweza kukata mzozo ndani yake. Kwa hiyo ujumbe wangu ndugu zangu Waislamu, namalizia kwa kuwaambia waalimu, mashekhi, maustadhi, mashekhi walio katika dawa salafia na nje ya dawa salafia, msikae kimya hivi sasa. Tumieni darasa zenu na mimbari zenu kuelimisha jamii ya Uislamu kwa uzuri tu, bila ya kutukana wale wengine. Tutumie mimbari zetu na darasa zetu kuelimisha jamii ya Waislamu, hasa katika suala la kuithamini na kuitunza amani. Wakae katika hali ya utulivu, wasidanganywe na wanasiasa na watu wanaojiita wanaharakati au wanaopigania haki. Maana hao wanaopigania haki wafika mahali mpaka wapigania haki za mashoga. Sisi hatuna haki za mashoga. Haki za mashoga kwamba na wao wajua wana haki zao, wajua ni binadamu, pia lazima wasikilizwe. Hatutaki ushoga sisi. Msikubali. Ielimishwe jamii ya Waislamu, isidanganywe. Khutba za Ijumaa kwenye misikiti, nje ya misikiti, kwenye mihadhara, durus, maneno haya kila tunaposomesha Uislamu, lakini maneno haya yaingie, wafikishie watu ujumbe.
ujumbe ufike hapa, ujumbe ufike sasa hivi, usipige mizimu. Naam, kwa tuchukue nafasi zetu tufikishe ujumbe wa Waislamu. Waislamu wengi hawajui, na mitandao ina nafasi kubwa sana ya kuwavuruga watu. Waislamu waelimishwe, warudi katika mstari wa sawa sawa, turudi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimi nitakaniishia hapa. Kama kuna maswali au kama kuna lolote ambalo wenyeji wetu wameliona kwa sasa lina maslaha, basi uitumie nafasi hii. Wapi Sheikh? Naam, mimi nimemaliza. Kama kuna maswali basi takaribishwa.